Kwa nipende kuishukuru kwanza serikali kwa kuja na mpango huo wa kuwa na nishati safi, lakini pia makao makuu ya jeshi na makao makuu ya JKT ambayo imetoa maelekezo mazuri kupitia kwenye kamati hii ambayo inasimamia mradi huu wa nishati mbadala. Kimsingi tumekuwa na faida kubwa sana baada ya kuwa na huu mradi. Kwa mfano tukiongelea wakati bado tunatumia mkaa wa kawaida pamoja na kuni, ni kwamba ukilinganisha na wingi wa watu ambao tunakuwa nao makambini, hasa hapa 132 kikosi cha jeshi, unakuta unatumia muda mwingi kupika, lakini vile vile mazingira yanakuwa ni machafu, na yale masufuria kama tunavyojua kwamba ukitumia kuni zina uchafu mwingi, zinachafua pamoja na mkaa. Lakini kwa sasa hivi unatumika muda mfupi sana kupika chakula, hata kama vijana ni wengi mno, na chakula kinaiva vizuri inavyotakiwa, lakini uchafu unakuwa umepungua. Kwa hiyo niseme faida ya kwanza ni hiyo, lakini ya pili yale matumizi ya kuni ambazo ilikuwa inabidi tutumie gharama kutafuta kuni pamoja na kununua mkaa kwa gharama kubwa, imepungua kwa sababu huu mkaa mbadala, baada ya kuwa tumefundishwa na kuletewa mashine ya kutengeneza au kiwanda cha kutengeneza mkaa, lakini na ununuzi wa gesi, tunakuta huo mkaa tunazalisha sisi wenyewe hapa kikosini kwa kuwatumia vijana. Na tumeelekezwa tuwatumie vijana kwa sababu gani? Kwa sababu tunataka tuhamishe maarifa kutoka kwetu sisi ambao tumeshapewa ili yaende kwa vijana, na vijana watakapokuwa wameondoka kutoka kikosini kwenda huko sehemu mbalimbali wanakoelekea, basi knowledge ile wataenda kutransfer pia kwenye jamii watakapokuwa, na zile faida ambazo tunazipata sisi basi jamii itaweza kuzipata. Lakini vile vile kabla sijaenda mbali, jamii inayotuzunguka, jamii ya karibu inaweza kunufaika na mradi huu, kwani huwa wanakuja kujifunza ili wajue kwamba mkaa mbadala ni mkaa wa aina gani na una faida zipi. Kwa hiyo kwa hapa inakuwa ni shamba darasa, na hivyo hata jamii ya karibu na watu ambao wana ukaribu na kikosi basi wanaweza wakapata hayo maarifa. LEA ambayo ni wakala wa nishati vijijini iko karibu na sisi, na kupitia wazabuni ambao wamewapa jukumu hili la kutuletea mashine, inapotokea kuna tatizo, basi sisi tunawasiliana nao ili waweze kulitatua kwa haraka. Na hivyo niseme tu kwa jamii kwamba nishati mbadala ni bora kuliko yale matumizi ya kuni na mkaa kama ilivyokuwa inafanyika huko zamani.